Na tuangazie kwa kina Jumuiya ya Madola. Kenya ilimaliza katika nafasi. Na tuangalie medali walizotoa nchi hii ya Kenya, ambapo Edmund Serem alitoa medali ya dhahabu katika kitengo cha mbio za mita 1000 kuruka viunzi na maji kwa muda wa dakika 8 sekunde 18.23. Dhahabu nyingine pia ilimwendea Matthew Kipsang, ambapo alishamiri katika mbio za mita 5000 kwa muda dakika 13 sekunde 23.61. Alafu nani huyu Faith Cherotich akitoa medali nyingine ya dhahabu. Kwa hivyo Kenya ilitoa medali ya dhahabu kupitia kwa Edmund Serem, Matthew Kipsang na Faith Cherotich. Tuangalie medali za fedha, ambapo Stephen Kihu alitoa medali ya fedha kupitia katika mashindano yale ya kutembea ama race walk katika mbio za matembezi ya mita 10,000. Fedha nyingine ilimwendea Simon Kiprop Koech, mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji. Kwa hivyo muda walioweka wenzetu waliofanikiwa kuingia katika medali, mabano ya medali. Na fedha nyingine ilimwendea Diana Wanza, mbio za mita 10,000. Alafu Lilian Odira akatoa fedha katika mbio za mita 800. Shaba ikamwendea Leonard Bet katika mashindano ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa muda huo alioweka dakika 8 sekunde 21. Alafu shaba nyingine ikamwendea Wycliffe Kinyamal, mbio za mita 800. Timothy Cheriot maili 1. Irene Chepkemboi riadha, mashindano yale ya kurusha mkuki. Tumesikia kauli yake akisema kwamba alijifunza mengi kutoka katika mshiriki huyu wa kurusha mkuki, au sio, Julius Yego. Amunga Mboya alitoa medali ya shaba. Alikuwa mwanariadha wa kwanza nchini kutoa medali, au sio, katika mashindano haya. Kwa hivyo alitoa medali ya shaba katika mashindano ile unyanyuaji uzani, au weightlifting. Kwa hivyo unyanyuaji mizani, Amunga Mboya akatoa medali ya shaba. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika mashindano haya ya Jumuiya ya Madola. Na tuangalie Kenya ipo katika nafasi gani jumla, usio. Australia walitoa ushindi wa jumla katika awamu ya mwaka huu mashindano ya Jumuiya ya Madola kwa jumla medali dhahabu 62, fedha 40 na shaba 51, jumla wakitoa medali 153, wakifuatwa na Uingereza kwa jumla ya medali 101, ambapo dhahabu zilikuwa 26, fedha 41, shaba 34. Na nchi ya Canada ikawa katika nafasi ya 3. Ndivyo mambo yalivyokuwa, usio, dhahabu, fedha, shaba, alafu jumla ni overall total, usio. Alafu India ilimaliza katika mabano ya nchi 5 bora kwa jumla ya dhahabu 13 na jumla medali 39, medali 1 mbele ya wenyeji Scotland, ambao walimaliza katika mabano ya timu 5 bora katika jedwali hili la mashindano ya Jumuiya ya Madola. Tuendelee mbele. Nigeria ilikuwa ya kwanza kidedea barani Afrika, jumla medali dhahabu 10, medali zote zikiwa ni 23, fedha 7, shaba 6, jumla 23. Jamaica wakawa katika nafasi ya 7, New Zealand katika nafasi ya 8, Wales 9, alafu Malaysia wakifunga udhia timu 10 bora ama nchi 10 bora katika mashindano haya ya Jumuiya ya Madola. Tuendelee mbele. Afrika Kusini ilimaliza katika nafasi ya 11 huku wakitia kibindoni dhahabu 4, fedha 4, shaba 7, jumla ya medali 15. Alafu Kenya ikamaliza katika nafasi ya 12, ambayo ni nafasi moja bora ikilinganishwa na mashindano ama matokeo ya miaka 4 iliyopita, ambapo ilimaliza katika nafasi ya 13. Japo miaka 4 iliyopita Kenya ilimaliza katika jumla ya medali 21, wakati huu Kenya imemaliza na jumla ya medali 12, ambapo dhahabu ni 3,
fedha ni 4, alafu shaba ni 5. Kwa hivyo Kenya imemaliza katika nafasi ya 12 katika mashindano haya ya Jumuiya ya Madola, ambapo dhahabu zimekuwa 3, fedha 4 na shaba ni 5. Jumla medali 12. Jamhuri ya Ireland Kaskazini ama Northern Ireland wakimaliza katika nafasi ya 13, Cyprus 14, Singapore katika nafasi ya 15. Kisiasa tumekuwa tunajipanga kisiasa kwamba tuambua na rais tunaelekea Singapore. Walimaliza katika nafasi ya 15 hawa Singapore. Jumla medali 7. Dhahabu 2, fedha 2, shaba 3, jumla medali ni 7. Kwa hivyo hizo ndio nchi 15 bora katika mashindano haya ya Jumuiya ya Madola, mashindano ambayo Kenya imemaliza katika nafasi ya 12 kwa dhahabu 3, fedha 4, shaba 5, jumla zikiwa ni medali 12. Mashindano ambayo yalikuwa yanaandaliwa kule jijini Glasgow nchini Scotland. Scotland wenyeji hawa